Kuna mji mmoja duniani ambao haujawahi kuwa mji wa kawaida, si kwa sababu ya ukubwa wake wala si kwa sababu ya utajiri wake, bali kwa sababu kila karne iliyopita imeuacha na jeraha jipya, na kila dini kuu imeuona kama sehemu ya ahadi ya Mungu, na kila dola kuu imeuona kama kitovu cha mamlaka yake. Huu ni mji ambao umeshuhudia kuanguka na kujengwa upya mara nyingi kuliko miji mingi duniani. Umehifadhi historia ya maelfu ya miaka ndani ya mita chache za ardhi, na bado hadi leo haujawahi kukubalika kuwa wa upande mmoja. Hii ni hadithi ya mji unaoitwa Yerusalemu. Lakini ili kuelewa kwa nini dunia inapigania mji huu, lazima turudi nyuma sana, kabla ya falme, kabla ya majeshi, kabla ya hata majina ya mataifa tunayoyajua leo kusikika duniani. Karibu The Storyside. Arkeolojia inaonyesha kuwa eneo la Yerusalemu lilianza kuishiwa na watu karibu miaka 3500 kabla ya Kristo hadi 1000. Uchunguzi wa mabaki ya makazi ya awali katika eneo la City of David Ridge unaonyesha kuwa watu wa mwanzo waliishi karibu na chanzo cha maji cha asili. Hii ilikuwa muhimu sana kwa sababu katika dunia ya kale miji yote mikubwa ilijengwa karibu na maji. Watu wa mwanzo kabisa waliokaa hapa hawakuwa Waisraeli wala Wapalestina wa kisasa. Walikuwa jamii inayojulikana kama Wakanaani. Hawa walikuwa watu wa kale wa Mashariki ya Kati waliokuwa na miji midogo iliyojitawala kama city state. Kwa mujibu wa tafiti za arkeolojia za Levant, Wakanaani hawakuwa kabila moja, bali walikuwa mtandao wa jamii zilizo na lugha zinazofanana za Kisemiti, dini za miungu mingi na mfumo wa miji inayojitegemea kiutawala. Yerusalemu wakati huo ilikuwa mji mdogo wa milimani wenye chemchemu ya maji iitwayo Gihon Spring na ukuta wa kujilinda dhidi ya mashambulizi. Uchimbaji wa arkeolojia unaonyesha mifumo ya mapango ya maji na handaki zilizowezesha mji huu kuishi hata wakati wa mashambulizi. Hii inaonyesha kuwa Yerusalemu ya mwanzo ilikuwa tayari na engineering ya msingi ya miji ya kale. Jina la mji huu linaonekana katika maandiko ya kale ya Misri na Mesopotamia kama Urusalim au Urusalemu. Wanahistoria wengi wanaona jina hili lina mizizi ya lugha ya Kisemiti, yaani Uru ikiwa na maana ya mji, Salim ama Shalem amani au jina la mungu wa kale wa Kanaani. Wanahistoria kama Eric H. Klein wanaeleza kuwa jina hili linaonyesha Yerusalemu ilikuwa tayari sehemu ya mtandao wa dini na siasa za Kanaani kabla ya ustaarabu wowote wa baadaye. Lakini muhimu zaidi hapa ni hili: hakukuwa na Israeli wala Palestina kama nchi kwa wakati huu. Hii ni hatua muhimu ya kihistoria kwa sababu inaweka Yerusalemu katika dunia ya miji ya kale kabla ya mataifa ya kisasa kuanza kuwepo. Karne ya 14 kabla ya Kristo tunapata ushahidi muhimu sana ambao Amarna Letters, yani barua kati ya watawala wa Kanaani na Farao wa Misri. Barua hizi ni moja ya vyanzo muhimu zaidi vya kihistoria ya Mashariki ya Kati ya kale kwa sababu ni maandiko ya moja kwa moja ya kidiplomasia. Yaliandikwa kwa cuneiform, yani Akkadian, na yanatoka kwenye kipindi cha udhibiti wa Misri katika Kanaani. Ndani ya barua hizi Yerusalemu inatajwa moja kwa moja. Kiongozi wake analalamika kwa Farao ya kwamba maadui wanamzunguka, anahitaji msaada wa kijeshi. Kiongozi huyo alijulikana kama
Abdi Heba, na barua zake zinaonyesha kuwa alikuwa mteule wa utawala wa Misri, si mfalme huru kamili, bali ni gavana wa mji chini ya himaya ya Misri. Hii inatuonyesha kitu muhimu, ya kwamba Yerusalemu ilikuwa tayari ni mji wa kisiasa wenye mtawala wake, lakini chini ya ushawishi wa Misri. Kwa lugha ya kihistoria, hii inaitwa vassal city state system, ambapo mji una serikali yake ya ndani, lakini unalipa utii kwa himaya kubwa. Arkeolojia pia inaunga mkono hili kwa kuonyesha kuwa kulikuwa na ngome ndogo na idadi ya watu bado ilikuwa ndogo ikilinganishwa na miji mikubwa ya Misri au Mesopotamia. Hapa bado tupo kwenye dunia ya Wakanaani, lakini muhimu zaidi ni kwamba Yerusalemu tayari ilikuwa sehemu ya mfumo wa diplomasia ya kimataifa ya kale miaka zaidi ya 3000 iliyopita. Baada ya kipindi cha Wakanaani tunapata kundi linaloitwa Wayebusi. Wanahistoria wengi wanaamini kwamba hawa walikuwa sehemu ya jamii ya Wakanaani. Na hapa kuna jambo muhimu la kitaaluma linalosema kwamba Wayebusi si kwamba walikuwa kabila tofauti kabisa, bali huenda walikuwa kundi la ndani la Wakanaani lililokuwa likitawala Yerusalemu, au jina la kikanda lililotumika kuwatambulisha wakazi wa eneo hilo. Walikuwa wakazi wa Yerusalemu, walijenga kama mji wenye ngome na waliishi humo kwa karne nyingi. Uchimbaji wa eneo la City of David unaonyesha kuwa kuta za ulinzi, miundombinu ya maji ya chini ya ardhi na makazi ya kudumu ya watu wa kipindi cha Bronze Age late. Hii inaonyesha kuwa Yerusalemu haikuwa kijiji cha kawaida. Ilikuwa mji mdogo wa kimkakati uliolindwa. Hapa ndipo simulizi ya Biblia inaposema Mfalme Daudi aliuteka mji huu, lakini katika historia ya kisayansi ushahidi wa uwepo wa mji haubishaniwi, lakini maelezo ya ukubwa wa ufalme wake yanajadiliwa. Hapa wanahistoria wanatofautiana kwa sababu baadhi ya maandiko ya baadaye yanaweza kuwa exaggeration ya kisiasa au kidini, lakini baadhi ya ushahidi kama stele ya Tel Dan inaonyesha uwepo wa House of David kama utambulisho wa kifalme wa kale. Kwa hiyo mtazamo wa kitaaluma ni huu: kulikuwa na mji na huenda kulikuwa na utawala wa kikanda, lakini ukubwa wa muundo wa ufalme unaelezwa kwa njia tofauti kulingana na chanzo husika cha taarifa. Karibu na mwaka 1000 kabla ya Kristo kulikuwa kuna mabadiliko makubwa. Katika kipindi hiki Yerusalemu inaingia kwenye hatua ambayo inabadilisha hadhi yake kutoka mji wa Wakanaani kwenda mji wa kisiasa wa ufalme wa kikanda. Kwa mujibu wa Biblia ya Kiebrania, Mfalme Daudi aliteka Yerusalemu, akaifanya mji mkuu wa ufalme wake. Baadaye Suleimani akajenga hekalu la kwanza. Hapa ni muhimu kuelewa kwamba simulizi hii inategemea vyanzo viwili vikuu: maandiko ya kidini, hasa Biblia ya Kiebrania, na ushahidi wa arkeolojia unaojaribu kuthibitisha au kupima ukubwa wa tukio hili. Katika uchimbaji wa eneo la City of David, watafiti wamegundua kuwa mabaki ya makazi ya kudumu ya watu wa enzi ya Iron Age, miundombinu ya maji, water tunnels inayoonyesha ustaarabu wa kiwango cha juu, na dalili za mji uliokuwa na ulinzi wa kimkakati. Hii inaonyesha kuwa Yerusalemu katika kipindi hiki tayari ilikuwa mji muhimu wa kikanda. Lakini mjadala mkubwa wa kitaaluma uko hapa. Je, kulikuwa na ufalme mkubwa wa taifa lote kama Biblia inavyoeleza, au kulikuwa na mamlaka ya kikanda iliyojikita zaidi katika maeneo machache ya milimani? Kuna mitazamo miwili ya wanahistoria. Moja, mtazamo wa kidini. Huu unaona kipindi cha Daudi na Suleimani kama mwanzo wa taifa la Israeli ya kale na Yerusalemu kwa kitovu cha kiroho na kisiasa. Mtazamo wa pili
mtazamo wa arkeolojia, baadhi ya watafiti kama William G. Dever wanasema kulikuwepo na jamii ya Waisraeli wa kale na huenda muundo wa kifalme, lakini ukubwa wa ufalme wa himaya kubwa haujathibitishwa kikamilifu na arkeolojia yote iliyopo. Hii haimaanishi simulizi ni uongo, bali baadhi ya vipande vya historia vina ushahidi wa moja kwa moja na vingine vinategemea tafsiri za maandiko ya kale. Kilicho hakika zaidi ni hiki: Yerusalemu inakuwa kitovu cha kidini kinachohusishwa na ibada ya Mungu mmoja. Hekalu linakuwa kituo cha ibada na utambulisho wa jamii ya eneo hili. Mji unazidi kupata umuhimu wa kisiasa na kiimani kwa vizazi vinavyofuata. Hapa ndipo msingi wa Yerusalemu ya kiroho unapoanza kujengwa. Mwaka 586 kabla ya Kristo, tukio kubwa linabadilisha historia. Dola ya Babeli chini ya Nebukadneza wa pili anavamia Yerusalemu. Hii ni moja ya matukio yaliyothibitishwa vizuri zaidi katika historia ya Mashariki ya Kati kwa sababu yanathibitishwa na vyanzo vya Babeli, maandiko ya Wayahudi wa uhamishoni na ushahidi wa arkeolojia wa uharibifu wa tabaka la mji. Matokeo yake yalikuwa makubwa. Hekalu la kwanza linaharibiwa kabisa, sehemu ya wakazi wanauawa na kukimbia, na kundi kubwa la watu linapelekwa uhamishoni huko Babeli. Hii inajulikana katika historia ya Wayahudi kama exile ya Babeli, yani Babylonian exile. Hii ni mara ya kwanza Yerusalemu kuanguka kama kitovu cha kisiasa na kidini kwa kiwango kikubwa kilichorekodiwa na vyanzo mbalimbali. Lakini pia ni muhimu kwa sababu ilibadilisha imani na maandiko ya Wayahudi wa kale, ilichochea mabadiliko ya kiutambulisho wa kidini na kitaifa. Baada ya Babeli kuanguka, mabadiliko mapya yalianza tena. Waajemi chini ya Cyrus the Great walipoishinda dola ya Babeli. Tofauti kubwa ya Waajemi ni hii: badala ya kuharibu au kuzuia watu waliotekwa, wakaruhusu jamii zilizohamishwa kurudi makwao. Hii inathibitishwa na Cyrus Cylinder, moja ya nyaraka muhimu za kale. Baada ya ruhusa hiyo, Wayahudi wanarejea Yerusalemu. Hekalu la pili likajengwa. Hii inarejesha Yerusalemu kama kituo cha ibada ya Wayahudi wa kale. Baadaye eneo likachukuliwa na Alexander the Great. Baada ya ushindi wake, utamaduni wa Kigiriki, Hellenic culture, unaanza kuenea. Lugha, falsafa na mfumo wa kisiasa ukabadilika. Yerusalemu ikawa chini ya falme tofauti za Kigiriki. Baadaye Waroma wakaanza kuingia katika eneo hili. Hapa ndipo Yerusalemu inapoingia kwenye awamu ya dunia ya himaya kubwa zaidi katika historia ya wakati huo. Waroma walipochukua Yerusalemu, mji ulikuwa chini ya himaya kubwa zaidi duniani kwa wakati huo. Mfumo wa utawala wa Roma ukaingia katika Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Waroma na wakazi wa eneo hili ukaanza kuongezeka. Katika karne ya kwanza baada ya Kristo, Wayahudi wakapinga utawala wa Roma kwa mara kadhaa na mvutano ukazidi kuwa mkubwa. Hekalu la pili likaharibiwa. Hili ni tukio kubwa sana kwa sababu lilimaliza kipindi cha hekalu kama kitovu cha ibada na likaathiri utambulisho wa kidini wa Wayahudi kwa vizazi vijavyo. Baada ya uasi mwingine, Hadrian anafanya mabadiliko ya kiutawala, akabadilisha jina la eneo kuwa Syria Palestina. Wanahistoria wengi wanaona hatua hii kama mabadiliko ya kisiasa ya Roma yenye lengo la kudhibiti uasi na kubadili utambulisho wa eneo hili. Lakini muhimu kuelewa, hili lilikuwa jina la utawala wa Roma, si taifa la kisasa la Palestina kama linavyoeleweka leo. Katika kipindi cha Waroma, Yerusalemu ilikuwa tayari imekuwa moja ya miji muhimu zaidi katika eneo la Yudea, yani Judea.
Mji huu ulikuwa chini ya utawala wa dola ya Roma, lakini uliendelea kuwa kitovu cha maisha ya kidini ya Wayahudi kwa sababu ndani yake kulikuwepo hekalu la pili, baraza la Sanhedrin lililokuwa na viongozi wa kidini wa Kiyahudi na gavana wa Kirumi aliyesimamia eneo hili kwa niaba ya Roma. Kwa hiyo Yerusalemu ilikuwa mahali ambapo mamlaka ya Roma, viongozi wa dini ya Kiyahudi na matarajio ya kisiasa ya wakazi wa eneo hili vilikutana mara kwa mara, jambo lililosababisha mvutano wa mara kwa mara. Katika kipindi hiki pia ndipo aliishi Jesus of Nazareth, anayejulikana kwa Wakristo kama Yesu Kristo na kwa Waislamu kama Nabii Isa ibn Maryam. Wanahistoria wengi wanakubaliana kwamba Yesu alikuwa mhubiri Myahudi wa karne ya kwanza baada ya Kristo, aliyeishi katika eneo la Galilaya na Yudea, na kwamba mafundisho yake yalihusishwa kwa karibu na Yerusalemu katika kipindi cha mwisho cha maisha yake ya duniani. Hata hivyo, kuanzia hapa historia inaingia katika eneo ambalo linahusisha imani na ni muhimu kutofautisha historia na mafundisho ya dini. Kwa Wakristo, Yesu ndiye Masihi, yaani Kristo, mwana wa Mungu. Kwa mujibu wa imani ya Kikristo, wanaamini kwamba alisulubiwa Yerusalemu, alikufa, akazikwa na siku ya tatu akafufuka. Matukio haya ndiyo msingi wa imani ya Kikristo. Kwa Waislamu, Isa ibn Maryam ni mmoja wa mitume wakubwa wa Mwenyezi Mungu. Qur'an inamtaja kama Al-Masihi, yaani Masihi, nabii na mtume aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Lakini Uislamu haukubaliani na mafundisho kwamba Isa ni Mungu au ni mwana wa Mungu. Aidha, kwa mujibu wa Qur'an, Isa hakuuawa wala hakusulubiwa kwa namna inavyoaminiwa katika Ukristo, bali Mwenyezi Mungu alimuinua kwake. Kwa hiyo Yerusalemu ina nafasi muhimu katika dini zote mbili, lakini kila dini inaelezea matukio ya Nabii Isa ama Yesu kwa mtazamo wake wa kiimani. Baada ya matukio yanayohusishwa na Yesu katika karne ya kwanza baada ya Kristo, wafuasi wake walianza kueneza mafundisho yake. Mwanzoni, Ukristo ulikuwa kundi dogo ndani ya jamii ya Wayahudi na haukuwa dini rasmi ya dola ya Roma. Kwa karne kadhaa, Wakristo walikabiliwa na vipindi vya mateso katika sehemu mbalimbali za dola ya Roma, lakini hali ilibadilika mwaka 313 baada ya Kristo, wakati mfalme Constantine the Great alipotangaza Edict of Milan iliyotoa uhuru wa kuabudu kwa Wakristo. Baadaye mwaka 380 baada ya Kristo, chini ya mfalme Theodosius wa kwanza, Ukristo ukawa dini rasmi ya dola ya Roma. Hapo ndipo Yerusalemu ilianza kupata nafasi mpya katika historia ya Ukristo. Baada ya Ukristo kuwa dini kuu ya Roma, Yerusalemu ilibadilika sana kutokana na uhusiano wake na maisha ya Yesu. Kwa mujibu wa imani ya Kikristo, mji ulianza kuvutia mahujaji kutoka sehemu mbalimbali za dola ya Roma, viongozi wa kanisa na wajenzi wa maeneo matakatifu. Katika karne ya 4 baada ya Kristo, Helena, mama wa Konstantini, alifanya hija kwenda Yerusalemu. Kwa mujibu wa mapokeo ya Kikristo, alihusishwa na kutambua baadhi ya maeneo yanayohusishwa na maisha ya Yesu. Katika kipindi hiki lilijengwa Church of the Holy Sepulchre, ambalo kwa Wakristo wengi linaaminika kuwa ni eneo la kusulubiwa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Kwa sababu hiyo, Yerusalemu ikawa moja ya miji mitakatifu zaidi katika Ukristo. Baada ya dola ya Roma kugawanyika mwaka 395 baada ya Kristo, Yerusalemu iliendelea kuwa chini ya dola ya Roma ya Mashariki, yani Byzantine Empire. Katika kipindi hiki, Yerusalemu ilikuwa mji wa Kikristo kwa utawala, kituo kikubwa cha hija
za Kikristo na sehemu muhimu ya utawala wa Byzantium, lakini haikuwa mji usio na Wayahudi. Baada ya Waroma kuharibu hekalu la pili mwaka 70 baada ya Kristo na baada ya uasi wa Bar Kokhba mwaka 135 baada ya Kristo, Wayahudi wengi walitawanyika katika maeneo mbalimbali. Hata hivyo, uhusiano wao wa kihistoria na Yerusalemu uliendelea. Maandiko yao yaliendelea kuutaja kama mji mtakatifu na kumbukumbu ya hekalu iliendelea kuwa sehemu muhimu ya utambulisho wao wa kidini. Kwa hiyo, kufikia karne ya 6 baada ya Kristo, Yerusalemu tayari ulikuwa mji mtakatifu kwa Wayahudi, mji mtakatifu kwa Wakristo na kitovu muhimu cha historia ya Mashariki ya Kati. Karne ya 7 baada ya Kristo ikaleta mabadiliko makubwa katika historia ya Mashariki ya Kati. Wakati huo, dola ya Byzantium ilikuwa imedhoofishwa na vita vya muda mrefu dhidi ya dola ya Sassanid ya Uajemi. Uchumi ulikuwa umedorora na maeneo mengi ya Levante yalikuwa yamechoka kwa vita. Wakati huo huo, Uislamu ulikuwa umeanza kuenea kutoka rasi ya Arabia baada ya maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwaka 638 baada ya Kristo, majeshi ya Kiislamu chini ya Khalifa Umar ibn al-Khattab yalichukua Yerusalemu kutoka kwa dola ya Byzantium. Kwa mujibu wa vyanzo vya Kiislamu na baadhi ya maandishi ya Kikristo ya wakati huo, mji haukuharibiwa kwa kiwango kikubwa. Kulikuwa na makubaliano ya kuwalinda wakazi na maeneo ya ibada. Mapokeo ya Kiislamu yanaeleza kwamba Umar mwenyewe alipokea funguo za mji na kutoa ahadi ya kulinda Wakristo na Wayahudi. Wanahistoria wanajadili maelezo ya baadhi ya mapokeo hayo, lakini wengi wanakubaliana kwamba mabadiliko ya utawala hayakuambatana na uharibifu mkubwa wa Yerusalemu. Baada ya Waislamu kuutawala mji, Yerusalemu haikupoteza umuhimu wake kwa Wayahudi wala Wakristo. Badala yake, ilipata tabaka jipya la utakatifu ndani ya Uislamu. Katika kipindi cha Umayyad Caliphate, yalijengwa majengo mawili ambayo leo ni alama kuu za Yerusalemu. Moja ni Dome of the Rock, lilijengwa mwaka 691 hadi 692 baada ya Kristo chini ya Khalifa Abdul al-Malik ibn Marwan. Ni moja ya majengo ya kale zaidi ya Kiislamu yaliyosalia hadi leo. 2. Msikiti wa Al-Aqsa ulipanuliwa na kuendelezwa katika kipindi hicho na ukawa moja ya misikiti muhimu zaidi katika historia ya Uislamu. Katika Uislamu, Yerusalemu ni mji mtakatifu wa 3 baada ya Maka na Madina. Sababu kuu ni tukio la Isra na Miraj. Kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisafirishwa usiku kutoka msikiti mtakatifu wa Maka hadi Al-Aqsa, kisha akapandishwa mbinguni. Aidha, katika miaka ya mwanzo ya Uislamu, Yerusalemu ilikuwa kibla ya kwanza ambayo Waislamu walielekea wakati wa kuswali kabla ya kibla kuhamishiwa Maka. Hili linaongeza uzito wa kiroho wa Yerusalemu katika Uislamu. Kufikia mwisho wa karne ya 7 baada ya Kristo, Yerusalemu ilikuwa imekuwa mji wa kipekee duniani. Kwa Wayahudi ni mji wa Daudi na Suleimani, mji wa hekalu la kale na kitovu cha historia yao ya kidini. Kwa Wakristo ni mji unaohusishwa na maisha ya Yesu Kristo, mateso yake, kusulubiwa na ufufuo kwa mujibu wa imani ya Kikristo. Kwa Waislamu ni mji wa manabii waliotangulia kama Daud, Suleiman na Isa ibn Maryam. Ni mji wa Al-Aqsa na ni mji wa tukio la Isra na Miraj kwa mujibu wa imani ya Kiislamu. Hapa ndipo Yerusalemu ikawa mji ambao dini tatu kuanzia kwa Ibrahimu zinaona kuwa ni mji mtakatifu, kila mmoja kwa misingi yake ya kihistoria na kiimani. Yerusalemu haikuwa tena mji unaotawaliwa na dola fulani. Ilikuwa imekuwa mahali ambapo historia, imani na siasa
zilikutana kwa nguvu kuliko karibu mji mwingine wowote duniani. Baada ya karne kadhaa za utawala wa Kiislamu, Yerusalemu iliendelea kuwa mji wenye umuhimu mkubwa kwa dini tatu. Kwa Wakristo wa Ulaya, Yerusalemu ilikuwa eneo la maisha ya Yesu Kristo, mahali pa kusulubiwa na kufufuka kwake kwa mujibu wa imani yao, na moja ya maeneo matakatifu zaidi duniani. Lakini kufikia mwishoni mwa karne ya 11 baada ya Kristo, hali ya kisiasa katika Mashariki ya Kati ilianza kubadilika. Katika karne ya 11 ilikuwa kipindi cha mabadiliko makubwa. Dola ya Byzantium ilikuwa imepoteza maeneo mengi kwa Waturuki wa Seljuki. Wakristo wa Mashariki na Magharibi walikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa mahujaji wanaosafiri kwenda maeneo matakatifu. Papa wa Kanisa Katoliki wa huko Ulaya alitaka kuunganisha nguvu za Wakristo wa Ulaya kwa ajili ya kampeni ya kijeshi ndani ya Mashariki. Mwaka 1095, Papa Pope Urban wa pili alitoa wito wa kijeshi katika mtaguso wa Clermont nchini Ufaransa. Wito huo uliwahamasisha wapiganaji wa Ulaya kwenda Mashariki ya Kati kwa lengo la kuteka tena maeneo matakatifu yaliyokuwa chini ya utawala wa Kiislamu. Hapo ndipo ilipoanza vita vya msalaba. Sababu zake zilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa. Moja, sababu za kidini. Wengi wa wapiganaji waliamini walikuwa wakifanya kazi takatifu ya kurudisha Yerusalemu kwa Wakristo. Waliona safari hiyo kama wajibu wa kiroho, njia ya kupata msamaha wa dhambi na huduma kwa dini yao. Mbili, sababu za kisiasa. Viongozi wa Ulaya waliona kampeni hii kama nafasi ya kuongeza ushawishi wao, kupata maeneo mapya na kuongeza nguvu zao kisiasa. Tatu, sababu za kiuchumi. Baadhi ya viongozi wakuu wa Ulaya walivutiwa na ardhi mpya, utajiri na nafasi za biashara ndani ya Mashariki. Kwa hiyo, vita vya msalaba havikuwa na sababu moja tu, bali mchanganyiko wa dini, siasa na uchumi. Mwaka 1096 majeshi ya Ulaya yalianza safari kuelekea Mashariki. Baada ya mapambano kadhaa, waliteka miji muhimu kama Antiokia, wakasogea kuelekea Yerusalemu. Mwaka 1099, baada ya kuzingira mji kwa wiki kadhaa, Wakristo wa Ulaya waliteka Yerusalemu kwa nguvu zote. Tukio hili lilikuwa moja ya matukio yenye utata na huzuni zaidi katika historia ya mji huu. Baada ya watu wa msalaba kuingia Yerusalemu, wapiganaji wa jeshi la msalaba waliwaua wakazi wengi wa mji, wakiwemo Waislamu na Wayahudi. Vyanzo vya kihistoria vya wakati huo kutoka pande zote mbalimbali vinaeleza mauaji makubwa yaliyotokea ndani ya mji huu. Baadhi ya waandishi wa jeshi la msalaba wenyewe walielezea tukio hili kama ushindi mkubwa wa kidini, huku vyanzo vya Kiislamu na Kiyahudi vikilikumbuka kama janga kubwa lisilowahi kutokea. Wanahistoria wa kisasa wanaona kuwa kulikuwa na mauaji makubwa ya raia baada ya kutekwa kwa Yerusalemu mwaka 1099. Idadi kamili ya waliouawa inajadiliwa na wanahistoria kwa sababu vyanzo vya wakati huo vina takwimu zinazotofautiana, lakini hakuna ubishi kwamba tukio hili lilikuwa la ukatili mkubwa usiowahi kufikirika. Baada ya ushindi huo, Yerusalemu haikuwa tena chini ya utawala wa Kiislamu. Badala yake, jeshi la msalaba waliunda dola mpya iliyojulikana kama Kingdom of Jerusalem. Mji ukawa kituo cha kisiasa cha Wakristo wa Ulaya Mashariki, eneo la kijeshi na sehemu ya utawala wa Kilatini. Makanisa yalijengwa upya na taasisi za Kikristo ziliimarishwa. Katika kipindi hiki, wazungu kutoka Ulaya walihamia eneo hili, mashirika ya kijeshi ya kidini yaliundwa na ulinzi wa maeneo matakatifu ukawa jambo la msingi. Mashirika kama Knight Templar yalipata nguvu katika kipindi hiki, lakini utawala huu ulikuwa katika mazingira magumu kwa sababu ulikuwa katikati ya maeneo
yenye idadi kubwa ya Waislamu, ulikabiliwa na upinzani wa kijeshi na ulikuwa unategemea msaada kutoka Ulaya. Baada ya muda, nguvu za Kiislamu zilianza kuungana tena. Mmoja wa viongozi muhimu zaidi alikuwa Saladin. Jina lake kamili aliitwa Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Alikuwa kiongozi wa Kikurdi aliyekuwa mtawala wa Misri na Syria. Lengo lake lilikuwa kuunganisha maeneo ya Kiislamu na kurejesha Yerusalemu chini ya utawala wa Kiislamu. Kabla ya kuuteka Yerusalemu, Saladin alipata ushindi mkubwa katika Battle of Hattin mwaka 1187. Katika vita hivi, jeshi la msalaba lilishindwa vibaya na njia ya kuelekea Yerusalemu ikawa wazi. Baada ya ushindi huo, Saladin alizunguka Yerusalemu, akauteka tena mji wa Yerusalemu kutoka kwa watu wa jeshi la msalaba. Tofauti muhimu katika ushindi huu, vyanzo vingi vinaonyesha mji haukuangamizwa kwa mauaji makubwa kama ya mwaka 1099. Wakazi wengi walipewa fursa ya kuondoka au kubaki chini ya sheria mpya. Tofauti na tukio la 1099 ambapo kulikuwa na mauaji makubwa baada ya ushindi, Saladin alichagua njia ya makubaliano baada ya kuingia Yerusalemu. Wanahistoria wanaeleza kuwa baadhi ya Wakristo wa Kilatini waliondoka, baadhi ya Wakristo wa Mashariki waliruhusiwa kubaki, na utawala mpya uliwekwa chini ya sheria za Ayyubid. Yerusalemu ikarudi tena chini ya utawala wa Kiislamu. Baada ya karne nyingi za kubadilika kwa tawala kati ya Waislamu na Wakristo wa Ulaya, Yerusalemu iliingia tena katika kipindi kipya kabisa cha historia yake. Kuanzia mwaka 1517 hadi mwaka 1917, Yerusalemu ikawa sehemu ya dola ya Ottoman, yani Ottoman Empire. Hiki kilikuwa kipindi cha takriban miaka 400 ambapo Yerusalemu ilitawaliwa na moja ya himaya kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Mashariki ya Kati. Mwanzoni mwa karne ya 16, eneo la Mashariki ya Kati lilikuwa chini ya utawala wa dola ya Mamluki ambayo ilikuwa na makao yake Misri na ilitawala maeneo kama Palestina, Syria na sehemu nyingine za Levant. Lakini mwaka 1516 hadi 1517, dola ya Ottoman chini ya Sultan Selim wa kwanza aliwashinda Mamluk katika vita vya Marji Dabik na Lidania. Baada ya ushindi huo, Misri ilianguka chini ya Ottoman, Palestina ikawa sehemu ya himaya hiyo na Yerusalemu ikaingia rasmi katika utawala wa Ottoman. Tofauti na baadhi ya vipindi vilivyotangulia vya vita na uvamizi, kipindi cha Ottoman kilileta kiwango kikubwa cha utulivu wa kisiasa kwa mji huu. Yerusalemu haikuwa tena uwanja wa mapambano makubwa kati ya himaya zinazoshindana kila mara. Badala yake ikawa mji wa kidini, kituo cha hija na sehemu ya utawala wa kikanda wa Ottoman. Hii ilikuwa moja ya vipindi virefu zaidi vya utawala mmoja katika historia ya Yerusalemu. Yerusalemu haikuwa mji mkuu wa dola ya Ottoman. Badala yake ilikuwa sehemu ya mfumo wa majimbo unaoitwa Vilayet na Sanjak system, ambapo mji uliongozwa na maafisa walioteuliwa na serikali kuu ya Ottoman. Katika kipindi hiki, viongozi wa eneo hili walishughulikia masuala ya kila siku, kodi zilikusanywa, sheria za Ottoman zilitumika. Yerusalemu ilikuwa na umuhimu mkubwa zaidi wa kidini kuliko wa kijeshi au kiuchumi kwa Ottoman. Moja ya alama kubwa zilizobaki hadi leo ni kuta za Old City. Kuta tunazoziona leo zilijengwa upya katika kipindi cha Ottoman chini ya Suleiman the Magnificent. Katika miaka ya 1530, Suleiman aliamuru kurekebisha ngome za zamani, kujenga upya sehemu za ulinzi na kuimarisha hadhi ya Yerusalemu. Kuta hizi
zilikuwa na kazi mbili: moja, ulinzi, kulinda mji dhidi ya mashambulizi; mbili, alama ya hadhi, kuonyesha umuhimu wa Yerusalemu ndani ya dola ya Ottoman. Hadi leo sehemu kubwa ya muonekano wa Old City umetokana na ujenzi huo wa karne ya 16. Katika kipindi cha Ottoman, Yerusalemu haikuwa kituo kikubwa cha kisiasa kama Istanbul, Cairo na Damascus, bali thamani yake kubwa ilikuwa utakatifu wake. Mji uliendelea kuvutia mahujaji kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa Wakristo, maeneo yanayohusishwa na maisha ya Yesu yaliendelea kuwa matakatifu. Kwa Waislamu, Al-Aqsa na Dome of the Rock ziliendelea kuwa maeneo muhimu. Kwa Wayahudi, ukuta wa magharibi, yani Western Wall, uliendelea kuwa sehemu muhimu ya kumbukumbu ya hekalu la kale. Katika kipindi cha Ottoman, Yerusalemu iliendelea kuwa mji wa mchanganyiko wa jamii. Idadi ya watu ilijumuisha Waislamu, Wakristo na Wayahudi. Waislamu walikuwa sehemu kubwa ya wakazi wa mji kwa muda mrefu. Walikuwa wakulima, wafanyabiashara, viongozi wa ndani na watumishi wa serikali. Wakristo, Yerusalemu iliendelea kuwa kituo kikubwa cha Ukristo. Makanisa mbalimbali yaliendelea kuwepo na jumuiya za Kikristo kutoka madhehebu tofauti ziliishi ndani ya mji huu. Kwa Wayahudi waliendelea kuwepo Yerusalemu kwa karne nyingi, ingawa idadi yao ilibadilika kwa vipindi mbalimbali. Waliendelea kuwa na uhusiano mkubwa wa kidini na kihistoria na mji huu. Ottomani walitumia mfumo uliojulikana kama millet system, ambao uliwaruhusu baadhi ya jamii za kidini kusimamia mambo yao ya ndani, hasa masuala ya familia, taasisi za kidini na baadhi ya sheria za kijamii. Hii ilisaidia jamii tofauti kuendelea kuwepo ndani ya himaya moja, lakini pia jamii hizi ziliishi kwa mipaka ya kidini na utambulisho wa dini uliendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yao. Ingawa karne nyingi za mwanzo wa Ottoman zilikuwa na utulivu, karne ya 19 ilianza kubadilisha hali ya Yerusalemu. Dunia ilikuwa inabadilika. Ulaya ilikuwa inaendelea kuwa na nguvu zaidi. Nchi za Ulaya zilianza kuingilia zaidi Mashariki ya Kati, na mawazo mapya ya utaifa, yani nationalism, yalianza kuenea. Katika karne ya 19, Wakristo wengi kutoka Ulaya walianza kutembelea Yerusalemu. Mataifa ya Ulaya yalianza kujenga taasisi ndani ya mji. Hospitali, shule na makanisa mapya yalijengwa. Hii ilifanya Yerusalemu isiwe tena mji wa eneo pekee, bali ukaanza kuwa sehemu ya ushindani wa kimataifa. Katika nusu ya pili ya karne ya 19, idadi ya Wayahudi ndani ya Yerusalemu ilianza kuongezeka. Sababu zilikuwa ni uhamiaji kutoka maeneo mbalimbali, ongezeko la umuhimu wa kidini na baadaye kuibuka kwa harakati za kisiasa za Kizayuni. Wakati huo huo, Waarabu wa Palestina waliendelea kuwa jamii kubwa yenye mizizi mirefu katika eneo hili. Mwanzoni mwa karne ya 20, dola ya Ottoman ilikuwa inaanza kudhoofika. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, Ottoman walishindwa. Maeneo yao ya Mashariki ya Kati yakagawanywa chini ya ushawishi wa mataifa ya Ulaya. Baada ya karibu miaka 400 chini ya utawala wa dola ya Ottoman, Yerusalemu na eneo lote la Palestina likaingia katika kipindi kipya kabisa cha historia. Hiki ni kipindi ambacho mji huu unaacha kuwa sehemu ya himaya ya kale na kuingia katika dunia ya mataifa ya kisasa, utaifa na siasa za kimataifa. Wakati wa vita vya kwanza vya dunia mwaka 1914 mpaka 1918, dola ya Ottoman ilijiunga na upande wa Ujerumani na washirika wake. Upande mwingine ulikuwa Uingereza, Ufaransa, Urusi kabla ya mapinduzi yake na washirika wao. Mwaka 1917, jeshi la Uingereza chini ya Jenerali Edmund Allenby liliingia Yerusalemu na kutwaa mji kutoka kwa Ottoman. Tukio hili lilimaliza zaidi ya miaka 400 ya utawala wa Ottoman katika mji huu wa Yerusalemu. Baada ya vita kumalizika, Umoja wa Mataifa wa wakati huo, League of Nations, uliipa Uingereza
mamlaka ya kusimamia eneo hili. Utawala huu uliitwa British Mandate for Palestine. Ulianza rasmi mwaka 1920 na kuendelea hadi mwaka 1948. Mandate haikuwa kumiliki eneo moja kwa moja kama koloni la kawaida. Ilikuwa mfumo ambao Uingereza ilipewa jukumu la kusimamia eneo hili, kuandaa mazingira ya utawala wa baadaye na kutekeleza masharti yaliyowekwa na Jumuiya ya Mataifa. Lakini tangu mwanzo Uingereza ilikabiliwa na tatizo kubwa. Kulikuwa na jamii mbili kubwa zilizokuwa na matarajio tofauti kuhusu mustakabali wa eneo hili. Katika kipindi hiki, uhamiaji wa Wayahudi kwenda Palestina ulianza kuongezeka. Hii ilitokana na harakati iliyojulikana kama Zionism. Zionism ilikuwa harakati ya kisiasa iliyoibuka Ulaya mwishoni mwa karne ya 19. Lengo lake kuu lilikuwa kuanzisha makazi ya kitaifa kwa Wayahudi katika eneo la kihistoria la Palestina. Harakati hii ilichochewa na sababu mbalimbali: historia ya Wayahudi kuhusishwa na eneo hili, mateso na ubaguzi dhidi ya Wayahudi katika Ulaya, na wazo la kuwa na eneo salama kwa taifa lao. Mmoja wa watu muhimu katika harakati hii alikuwa Theodor Herzl, ambaye aliandika na kuhamasisha wazo la taifa la Wayahudi. Katika miaka ya 1920 hadi 1930, Wayahudi wengi kutoka Ulaya walihamia Palestina. Sababu zilikuwa kuongezeka kwa chuki dhidi yao chini ya utawala wa Nazi nchini Ujerumani. Wahamiaji hawa walijenga makazi mapya, mashamba, taasisi za elimu na mifumo yao ya kisiasa. Wakati huo huo, Waarabu wa Palestina walikuwa wakiishi katika eneo hili kwa vizazi vingi. Waliendelea kuwa sehemu kubwa ya wakazi. Walikuwa na miji yao, vijiji vyao, mashamba yao, taasisi za kijamii na utambulisho wao wa Kipalestina uliokuwa unaanza kukua kisiasa. Kwao, kuongezeka kwa uhamiaji wa Wayahudi na ununuzi wa ardhi kulionekana kama tishio kwa mustakabali wao wa kisiasa na umiliki wa eneo lao. Moja ya maeneo makubwa ya mgogoro yalikuwa ni ardhi. Katika kipindi hiki, mashirika ya Kiyahudi yalinunua ardhi kutoka kwa mandate ya Uingereza. Wayahudi walijenga makazi mapya. Waarabu wengi waliogopa kupoteza ardhi na ushawishi wao. Lakini pia ni muhimu kuelewa, sio Wayahudi wote walikuwa na msimamo mmoja, na sio Waarabu wote waliokuwa na mtazamo mmoja. Kulikuwa na mitazamo tofauti ndani ya kila jamii. Katika miaka 1920 hadi 1930 kulikuwa na maandamano, mapigano ya mara kwa mara, mashambulizi kati ya makundi mbalimbali. Mwaka 1936 hadi 1939 kulitokea Arab Revolt, ambayo ilikuwa uasi mkubwa wa Waarabu wa Kipalestina dhidi ya utawala wa Uingereza na ongezeko la uhamiaji wa Kiyahudi. Uingereza ilikabiliana na uasi huo kwa nguvu zote. Wakati huo huo, dunia ilipata janga kubwa la vita vya pili vya dunia. Kuanzia mwaka 1939 hadi 1945, chini ya utawala wa Nazi huko Ujerumani, Wayahudi takriban milioni 6 waliuawa katika Holocaust. Baada ya vita, msaada wa kimataifa kwa wazo la kuwa na taifa la Wayahudi uliongezeka, lakini pia mvutano wa Palestina ulizidi. Hapa ndipo mgogoro ukaingia katika hatua ngumu zaidi. Mwaka 1947, Umoja wa Mataifa ulitoa pendekezo la kugawa eneo la British Mandate Palestine. Mpango huo ulijulikana kama UN Partition Plan, yani Resolution 181. Ulipendekeza taifa la Kiyahudi, taifa la Kiarabu na Jerusalem iwe eneo la kimataifa chini ya usimamizi maalum, yani liwepo taifa la Kiyahudi kwa maana ya Israeli na taifa la Kiarabu kwa maana ya Palestina.
na Yerusalemu iwe eneo la kimataifa chini ya usimamizi maalumu wa Umoja wa Mataifa. Viongozi wengi wa Kiyahudi walikubali mpango huo kama msingi wa kuanzisha taifa lao, ingawa baadhi yao hawakuridhishwa na mipaka. Viongozi wengi wa Kiarabu waliukataa mpango huo kwa sababu waliona ulikuwa unagawa eneo ambalo Waarabu wengi walikuwa wakiishi na uliwapa Wayahudi sehemu kubwa ya eneo. Mwaka 1948, baada ya Uingereza kumaliza rasmi mandate yake, taifa la Israeli likatangazwa rasmi. Tangazo hili lilifanyika tarehe 14 Mei mwaka 1948 chini ya uongozi wa David Ben Gurion. Baada ya tangazo hilo, vita vilianza kati ya Israeli na nchi za Kiarabu zilizojirani ambazo ni Misri, Jordan, Syria, Lebanon na Iraq. Matokeo yake yalibadilisha kabisa ramani ya eneo hili. Katika vita hivyo, Yerusalemu iligawanyika katika sehemu mbili. Yerusalemu Magharibi ikawa chini ya Israeli. Yerusalemu Mashariki ikawa chini ya Jordan. Hii ilikuwa hali iliyodumu hadi mwaka 1967. Wakati wa vita vya mwaka 1948, mamia ya maelfu ya Wapalestina walikimbia maeneo ya vita. Walihama kutokana na mashambulizi au walifukuzwa katika baadhi ya maeneo. Wapalestina wanaita tukio hili Nakba, maana yake msiba au janga. Kwa upande wa Wapalestina lilikuwa kupoteza nyumba, ardhi na makazi yao ya kihistoria. Kwa upande wa Israeli lilikuwa vita ya kuanzisha na kulinda taifa jipya baada ya kukataliwa na kushambuliwa na nchi jirani. Wanahistoria wanakubaliana kuwa mwaka 1948 ilikuwa mwaka wa mabadiliko makubwa kwa jamii zote mbili. Baada ya vita vya mwaka 1948, Yerusalemu iliendelea kuwa mji uliogawanyika kwa takriban miaka 19. Katika kipindi hiki, Wayahudi wengi waliishi upande wa magharibi wa mji. Wapalestina wengi waliishi upande wa mashariki. Mji wa kale, yani Old City, ambao una maeneo mengi matakatifu, ulikuwa chini ya Jordan. Hali hii iliendelea hadi mwaka 1967 ambapo tukio jingine kubwa lilitokea katika historia ya Mashariki ya Kati. Mwaka 1967, mvutano kati ya Israeli na nchi jirani za Kiarabu uliongezeka sana. Mnamo Juni 5 mwaka 1967, Israeli ilianza mashambulizi dhidi ya Misri. Ndani ya siku 6, Israeli ilishinda na kuchukua maeneo kadhaa muhimu: Sinai kutoka Misri, ukanda wa Gaza, ukingo wa magharibi yani West Bank kutoka Jordan, milima ya Golani kutoka Syria, na miongoni mwa eneo muhimu zaidi ambalo ni Yerusalemu Mashariki. Hili lilikuwa tukio lenye uzito mkubwa kwa sababu ndani ya Old City kuna maeneo matakatifu ya dini tatu. Kwa Wayahudi, Western Wall ambayo inahusishwa na eneo la zamani la hekalu la Kiyahudi. Kwa Waislamu, Masjid Al-Aqsa na Dome of the Rock ambazo ni maeneo muhimu sana katika Uislamu. Kwa Wakristo, maeneo yanayohusishwa na maisha ya Yesu hasa ndani ya Old City. Baada ya vita, Israeli ilichukua udhibiti wa Yerusalemu Mashariki. Hatua zilizofuata zilikuwa kuunganisha kiutawala Yerusalemu Mashariki na Magharibi, kupanua mipaka ya manispaa ya Yerusalemu na kuanza kusimamia mji wote. Mwaka 1980, bunge la Israeli lilipitisha sheria inayojulikana kama Jerusalem Law, ambayo ilitangaza Yerusalemu kamili na iliyounganishwa ni mji mkuu wa Israeli. Mtazamo wa Israeli ni kwamba Yerusalemu ni mji wake mkuu wa kihistoria na kisiasa. Hoja zao kuu zinahusisha uhusiano wa kihistoria wa Wayahudi na Yerusalemu kwa zaidi ya miaka 3000 iliyopita, uwepo wa maeneo matakatifu ya Kiyahudi na umuhimu wa mji huo katika utambulisho wa taifa lao. Israeli inaeleza kuwa baada ya mwaka 1967 ilirudisha sehemu za Yerusalemu ambazo zilikuwa zimegawanyika
na inapaswa kuwa mamlaka juu ya mji mzima. Kwa upande wa Wapalestina, Yerusalemu Mashariki ina umuhimu mkubwa kama mji mkuu unaotarajiwa na taifa lao. Hoja zao zinahusisha ya kwamba Yerusalemu Mashariki ilikuwa sehemu ya eneo la Palestina kabla ya mwaka 1967, yaani miaka zaidi ya 400 iliyopita, kwamba wakazi wa Kipalestina wameishi humo kwa vizazi vingi, na kwamba kuchukuliwa kwa eneo hili kulikuwa sehemu ya uvamizi wa kijeshi. Kwa hiyo Wapalestina hawakubali utawala wa Israeli juu ya Yerusalemu Mashariki kama suluhisho la mwisho. Sehemu kubwa ya jumuiya ya kimataifa haikukubali kuunganishwa kwa Yerusalemu chini ya Israeli kama hali ya mwisho. Sababu kuu ni kwamba sheria za kimataifa kwa ujumla hazikutambua kutekwa kwa maeneo kwa vita kama kubadilisha umiliki wa mwisho, na Yerusalemu Mashariki ilionekana na nchi nyingi kama eneo linalopaswa kuamuliwa kupitia mazungumzo ya kisiasa. Umoja wa Mataifa umekuwa ukisisitiza mara nyingi ya kuwa hadhi ya mwisho ya Yerusalemu inapaswa kutatuliwa kupitia makubaliano kati ya pande zote husika. Baada ya Israeli kuchukua Yerusalemu Mashariki, mabadiliko makubwa ya kijamii na kijiografia yalitokea. Israeli ilianza kujenga maeneo ya makazi ya Wayahudi katika maeneo yaliyo nje ya mstari wa zamani wa mwaka 1949, yani Green Line. Wapalestina wengi waliendelea kuishi Yerusalemu Mashariki, lakini wengi wao hawakupewa uraia kamili wa Israeli moja kwa moja. Badala yake, wengi walipewa hadhi ya ukazi wa kudumu. Hali hii ambayo imekuwa chanzo cha mjadala mkubwa kwa miaka mingi. Moja ya masuala magumu zaidi ni eneo la Temple Mount, ambalo Wayahudi hulihusisha na eneo la hekalu la kale, na Waislamu hulijua kama eneo la Haram al-Sharif lenye Aqsa na Dome of the Rock. Baada ya mwaka 1967, Israeli ilichukua udhibiti wa usalama wa eneo hili, lakini utawala wa kidini wa maeneo ya Kiislamu uliendelea kwa mfumo maalum unaohusishwa na mamlaka ya Kiislamu ya Jordan. Hii iliunda hali ya kipekee, mamlaka ya kisiasa ikiwa chini ya Israeli, lakini usimamizi wa kidini wa Kiislamu ukiendelea chini ya mfumo wa wakfu. Tangu mwaka 1967, Yerusalemu imekuwa moja ya masuala magumu zaidi katika mgogoro wa Israeli na Palestina. Maswali makubwa yaliyopo ni haya: je, Yerusalemu itakuwa mji mkuu wa nani? Je, Yerusalemu Mashariki itakuwa sehemu ya taifa la Palestina? Je, maeneo matakatifu yatasimamiwa na nani? Na je, mji mmoja unaweza kuwa na hadhi maalum kwa dini na mataifa tofauti? Hadi leo, Yerusalemu bado ni mji mmoja kijiografia, lakini wenye historia, utambulisho na madai yanayogongana kwa jamii tofauti. Na ndiyo maana baada ya zaidi ya miaka 3000 ya historia, Yerusalemu bado inabaki kuwa moja ya miji yenye uzito mkubwa zaidi duniani katika dini, siasa na historia. Historia ya Yerusalemu inaonyesha jambo moja la msingi. Huu si mji wenye wamiliki wa moja kwa moja, bali ni mji wa tabaka la historia. Wakanaani waliuwekea mwanzo wake. Milki nyingi zilipita juu yake. Dini 3 kuu katika dunia ziliipa maana ya kiroho. Mataifa ya kisiasa yaligeuza kuwa kiini cha siasa, na hadi leo Yerusalemu bado ni mji ambao historia yake haiishi na mjadala wake haujawahi kumalizika. Je, unafahamu nini kuhusu mji wa Yerusalemu? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.